ability to keep working at something that is difficult. Ile ilacha maneno ability to keep working at something that is difficult. Uwezo wa kuendelea kulifanyia kazi jambo ambalo sio rahisi, ni gumu. Kwa mfano, kuamka alfajiri saa 10 kuomba, ukaomba lisali moja afu ukasoma lisali moja, sio jambo jepesi, kwa sababu hakuna usingizi mtamu kuliko aina zote za usingizi kama usingizi wa alfajiri. Usingizi wa alfajiri ni mtamu sana. Hasa kuamka na kuomba alfajiri au kukata ile masaa ya usiku afu ukawa naomba, sio jambo jepesi, kwa sababu ndo katikati ya usiku. Hasa unapoendelea kulifanya jambo ambalo ni gumu, ambalo mwanadamu wa kawaida hawezi kulifanya, that is self discipline. Ndio maana nilisema kule mbele lazima pawe na intentionality, kwa sababu discipline itajengwa kwenye intentionality. Usipokuwa na kitu cha kukusudia hauwezi kwenda. Lazima pawe na kusudia ndani. Alafu ile kusudia ndani kunajenga nidhamu. Mimi ni mchungaji wa maelfu. Unamfahamu mchungaji wa maelfu? Unamfahamu au unamsikia? Kuna vingine ni ndoto tu. Yaani kwa nidhamu ndio nayo ilipaswa kwa watu 300. Unamfahamu mchungaji wa maelfu? Unamfahamu bilionea au unamsikia? Unamfahamu bilionea? Yaani okay fine. Mtu mwenye viwanda 10, unafikiri mambo mangapi yanamjia kwa siku moja? Kama wewe ukipigwa simu moja, mapigo moja yamebadilisha speed. Sasa hivi anaenda anti-clockwise. Haendi hivi, yanarudi hivi. Sasa wewe unataka uende hiyo nani? Haya matokeo. It's not that simple. Ngoja niwachekeshe kitu. Kitawachekesha kidogo. It will make you happy. Nasikia juzi ushuhuda wa Bishop Oyedepo, nilicheka sana. Nicheka chumbani peke yangu kwa sauti kubwa. Bishop Oyedepo yuko mahali, vijana wake wakamwambia kwamba wale wasaidizi wake wakamwambia, unajua gari fulani imeibwa. Gari fulani imeibwa. Akamuuliza hivi, I hope kuna mtu aliyepata madhara. Akamwambia kuna aliyepata madhara. Akasema praise God. Yaani wamwambia gari imeibwa. Yeye naamini hakuna aliyepata madhara. Wakamwambia hakuna aliyepata madhara. Akasema praise God. Sasa anasema dereva wake akaisi hajaelewa. Akaanza kumwelezea taratibu hatua. Tunamaanisha hivi bwana, ile gari namba fulani, ile unaifahamu ile gari imepotea, imeibwa. Kwa akana mle asaje basi. Akaambia hivi, yule mtu wa kwanza nielezea, nilimwelewa. Nielewa kwamba gari imevaje, imeibwa. Hem, niambie mtu ambaye anapoa taarifa kama ile na imshtue hata kidogo. Siku moja walimwambia hivi wewe unapata matatizo? Akasema maybe anakuja wakati sijui. Yaani watu wanaweza unapata changamoto, asema labda zinakuja wakati sina habari. Yaani wakati kuna mtu mmoja hapa namuuliza tu matatizo gani ambayo unayapata kila wakati, anambia mtu. Ila huyo anaambia hivi wewe unapata matatizo, asema labda nakuja wakati sijui. Yaani maana yake kwenye maisha yake hajawahi kunotice kitu cha matatizo. Wewe sasa hivi na mtu angapi unampigia simu, mambo yako mepesi tu. Hapa sielewi. Ni kwa sababu capacity ndogo. Watu zaidi wahubiri wenyewe wachungaji, kwa sababu una baba wa kiroho wako 3, 4, 5. Una walimu wengi, kwa hiyo mambo yako kila mahali. Ni kwa sababu capacity yako iko chini. Ungekuwa na capacity nzuri, wala usingekuwa unakimbia kila mahali. Siku moja wakamfuata Bishop Abiwe, wakaambia hivi kwa nini waga kila wakati unatabasamu tu? Akaambia ni kwa sababu najua sana. Unajua majitu ya Nigeria inabidi tujifunze kwa nini tofauti kwao. Those men they know. Kwa nini kila wakati unatabasamu? Kwa sababu najua sana. Siku moja anasema Bishop Oyedepo, hizi stories zinifurahisha sana. Anasema kuna mtu mmoja, kwanza walipata changamoto ya kukosa fedha kulipa staffs wao. Afu mtu mmoja akaita hela nyingi. Wakamfuata wale staffs, wale wafanyakazi wale ambao wanahusika na masuala ya fedha. Wakamwambia hivi, angalia, ametoa hii. Anasema nikacheka. Anasema nilicheka ni kwa sababu wao jambo limekuwa la ajabu. Yeye anasema hakuna ajabu kwa sababu inapaswa kuwa hivyo.
Mtu ambaye anakuambia hivi, nisingefikia hapa ndo ningeshangaa. Sishangai kwa sababu niko hapa. Ila nisingefikia hapa ndo ningeshangaa. Utamhitaji, utamwita na kiburi. Kule kujua na ile capacity ya ndani linamfanya apumzike. Siku moja alipata shida wakiwa kwenye ndege juu. Pakawa na crack kadogo. Sasa ikawa ni hatari kubwa. Alipoambiwa vile akasema mimi naomba chai. Kwa akaanza kunywa chai. Wengine huku tayari punzi zimeshaanza kuondoka, lakini anakunywa chai. Ukiona watu kama hao, unapaswa kujirudisha wewe, afu jiangalie unataka nini na unaenda wapi na kwa uwezo gani.